Kwa majina ninaitwa Elizabeth Mtegwa, ninatoka shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania TILDO. Mimi ni mtafiti lakini pia ninasimamia kitengo cha TEHAMA. Leo hapa TILDO tulikuwa na mafunzo ya jinsi ya kutumia mfumo wa taarifa za viwanda kwa maana ya National Industrial Information and Management System NIMS. Na mafunzo haya tumeyalenga hususani kwa maafisa biashara na maafisa TEHAMA katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, tukihusisha wilaya zake zote. Na lengo kuu la kufanya mafunzo haya ilikuwa ni kuwatambulisha mfumo, lakini pia kuwaonyesha namna ambavyo mfumo unafanya kazi. Lengo kubwa la kuwaita ilikuwa ni kuwaonyesha mfumo, kuwatambulisha mfumo kwao, lakini kuonyesha jinsi ambavyo mfumo unafanya kazi, lakini pia kuwawezesha waweze kutumia mfumo. Kwa hiyo leo mafunzo yamefana na mfumo umepokelewa vizuri sana, kwa sababu mfumo huu unakwenda kurahisisha ufanyaji kazi, lakini unakwenda kurahisisha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati. Mfumo huu wanaweza kutumia wanapokuwa wakikusanya taarifa za biashara na viwanda katika maeneo yao. Kwa hivyo mfumo huu tayari unapatikana, ambapo unaweza kuendelea kutumika na unaonyesha taarifa za viwanda katika mikoa 9 ambayo tumeshaingiza taarifa zake. Kuhusu upatikanaji wa taarifa na taarifa sahihi, tutaendelea kushirikiana watu wa mkoa, lakini pia na sisi na taasisi zile umbrella organization kama Shirikisho la Viwanda Tanzania, lakini na umbrella organization nyingine, ili kuweza kuwafikia viwanda wote, tuweze kupata taarifa zao, kwa sababu mfumo huu unakwenda pia kuainisha changamoto ambazo wanapitia, na kama serikali iweze kuweka mipango ambayo itawawezesha kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa kushirikiana, lakini pia mfumo una lengo la kurahisisha takwimu. Hata viwanda vyenyewe vinavyohitaji kuwekeza katika maeneo mengine, mfumo unaainisha rasilimali zilizopo, lakini hata na miundombinu iliyopo. Kwa hiyo itawawezesha kufanya maamuzi, wapi wakawekeze, wapi wakazalishe nini, na kipi kinapatikana mahali gani. Kwa majina naitwa Zaho Rashid Hanuna. Ni afisa biashara kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuko hapa TILDO tukiwa tunapata mafunzo ya mfumo wa NIMS, kwa maana mfumo wa uingizaji wa taarifa za viwanda kwenye mfumo, uingizaji wa taarifa za viwanda kwenye mfumo, kwa maana namna nzuri ya kuhifadhi kazi data zitakazopatikana kwenye mitaa, kata pamoja na halmashauri na mkoa kwa ujumla. Kwa hiyo mafunzo haya yatasaidia kupata taarifa sahihi za kila wakati, na pale ambapo utakuwa unahitaji kujua kuna taarifa kiasi gani za viwanda kwa mwaka husika, ni rahisi, unaweza ukaingia kwenye app au ukaingia kwenye website ya TILDO na kuweza kupata hizo taarifa. Kwa hiyo kwa leo hapa tumekutanishwa na wataalamu wa TILDO wakiwa wameweza kukutanisha maafisa biashara pamoja na wataalamu wa TEHAMA kutoka halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Yote lengo ni kwenda kuboresha mifumo ya uhuishaji wa taarifa za viwanda kwenye maeneo yetu katika halmashauri. Na faida moja ambayo itapatikana kwa mfumo huu ni kwamba mfumo huu utatupa taarifa sahihi wakati wote, kwamba taarifa sahihi kwa maana ya viwanda hai, viwanda ambavyo vimekufa na viwanda ambavyo vimefungwa kwa ujumla, na vile ambavyo vinaanzishwa, vikubwa, vidogo, vya kati na vidogo zaidi. Kwa hiyo mfumo huu utakuwa muda wote uko live, muda wote unaingia pale popote ulipo na kuweza kupata taarifa hizo. Tumeona kwa sasa mfumo unatuonyesha kabisa kwa sasa kuna jumla ya viwanda 7,723, vikubwa, vya kati, vidogo na vidogo sana. Kwa hiyo mfumo huu utaenda kusaidia kuongezea viwanda vingine ambavyo aidha havikuchukuliwa, kwa sababu taarifa hii ya viwanda vinavyoonekana hapo na idadi yake ni kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Kwa hiyo kwa sasa kutoka 22 mpaka sasa takriban miaka 3.
Kwa hiyo mfumo huu tunakabidhiwa leo na wenzetu wa TILDO ili kuweza kwenda kuongeza na kuhuisha vile viwanda ambavyo havikuingia, aidha vimejengwa kipindi hiki cha miaka mitatu au vimekufa au vimeongezeka ndani ya mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo hii itasaidia mfumo huu kuweza kuongezea pale na kuweza kupata taarifa sahihi kila wakati, ambayo itatusaidia kwa wawekezaji wetu walioko nje ya nchi na ndani ya nchi, na pia wafanyabiashara ambao wanataka kuingia kwenye biashara hiyo ya viwanda, kuona kwamba wakina nani watafanya nao biashara na wapi watafanya biashara. Na jambo moja ambalo limeonekana kwamba kuna wakati mwingine kukosa ushirikiano kwa watu wenye viwanda. Kwa hiyo kwa mfumo huu utatusaidia kuweza kukiona kiwanda kilipo na kazi kinazozifanya, shughuli zinazofanya, ajira ilizotoa, wazawa wangapi wamepata ajira, wageni wangapi wako pale. Kwa hiyo hii itatusaidia. Kuna wakati mwingine tunataka kwenda kuona viwanda kwa ajili ya kupata taarifa kama hizo. Kwa mfumo huu utasaidia moja kwa moja kuziona taarifa hizo hata ukiwa ofisini. Kwa hiyo lakini bado tunaendelea kusisitiza na kutoa rai kwa watu wenye viwanda kwamba watoe ushirikiano kwa maafisa wetu wale ambao wanafika kule. Endapo tu wanaonyesha vitambulisho na wanatambulika, wanaonekana kabisa ni maafisa sahihi kutoka kwenye taasisi husika, basi wawape ushirikiano. Sisi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa tunaendelea kuasisitiza waendelee kutoa ushirikiano kwa serikali ili kuweza kuwasaidia pale ambapo wana mikwamo ya kibiashara, mikwamo ndani ya viwanda, changamoto zilizopo kwenye viwanda vyao, ili tumwakabidhi mkuu wa mkoa aweze kuvitolea maamuzi na kutoa maelekezo pale ambapo wanakutana na changamoto za hapa na pale katika mkoa wa Dar es Salaam. Kuna masuala mengine ambayo yamezungumzwa ya ukweli wa biashara zinazoendeshwa kwenye viwanda, kwamba kuna wafanyabiashara wengine hawajaonekana kuwa waaminifu, kwamba wao wameorodhesha uzalishaji wa biashara nyingine, lakini wakawa wanazalisha biashara nyingine na kuweka lebo za kutoa mzigo huo nje ya nchi. Sisi kama mkoa, kama sehemu ya mkoa, tunaendelea kutoa rai kwamba wewe unapoorodhesha, unapoandika andiko lako kwa ajili ya kuanzisha kiwanda, hebu fanya kile ambacho umekiandika pale. Na pia kama kuna mabadiliko, basi rudi kwenye taasisi husika ili uweze kuwatambulisha na uweze kujua unachokizalisha. Lakini utaweza kuepukana na huu uongo na kuogopa maafisa endapo wanafika kwenye maeneo yako ya kazi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, ukiwa mkweli, utakuwa rafiki wa maafisa na utakuwa rafiki wa nchi hii kama wengine wanavyofanya. Watu wengine wamefanikiwa sana kwenye viwanda, tunawaona wamekuwa matajiri wakubwa ambao leo hapa hatuwezi kuwataja, lakini bado ni motisha kwa watu wengine kama wafanyabiashara katika eneo hilo la viwanda. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa wa kweli. Wale ambao wanafanya biashara za uongo kama hizo, basi wanaweza kuacha mara moja na kurudi kwenye njia sahihi ambayo itakuwa ni kwa maslahi ya nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kabisa nampongeza kabisa mkurugenzi wa TILDO, mkurugenzi wa TILDO kwa mafunzo haya, kuandaa mafunzo haya ambayo yanakwenda kusaidia maafisa wote ambao tumefika hapa kwa ajili ya kujua mfumo na kwenda kuutumia. Lakini pia nipongeze timu yake, timu ya maafisa wakiwemo mkurugenzi mkuu wa kitengo cha TEHAMA, idara ya TEHAMA TILDO, kwa kuweza kusimamia na kucoordinate kwa ujumla, kuratibu kwa ujumla mafunzo haya. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunawapongeza sana kwa sababu ni ushirikiano mkubwa. Hii inatia moyo kwa sababu kuna wakati mwingine taarifa zinatumwa au zinaagizwa tunazifanya pasi kwa kukutana na wahusika. Kwa hiyo hii ni jambo jema sana na inatia moyo kwa maafisa husika, kwa sababu pia udhamini wa jumla kabisa unatoka TILDO kwa ajili ya mafunzo haya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mafunzo haya, lakini cha mwisho tulipendekeza kwamba iwepo pia na semina ya wamiliki wa viwanda mkoa wa Dar es Salaam. Tukianza na wa juu kabisa wakubwa, tukaja wakati, tukaja wadogo na tukaja wadogo sana.
kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha na maafisa na kueleza shughuli ambazo mara nyingi tunataka kuzifanya kule kwenye viwanda. Wakiwa wanazijua, ni rahisi wao kutoa ushirikiano na kuona kwamba maafisa ni sehemu ya marafiki wao kwa ajili ya kukua wao kibiashara na kuendelea katika viwanda vyao. Hili ni jambo jema sana, lakini niendelee kushukuru timu nzima ya TILDO kwa kazi nzuri hii ambao wameifanya siku hii ya leo. Tunaomba waendelee kufanya hivi na wasiache, na taasisi zingine ziweze kuiga kutoa mafunzo kwa maafisa wetu ili waweze kuendelea kutoa ushirikiano katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuijenga nchi yetu.